Ni tukio lililotikisa mjadala wa kisiasa nchini. Madai mazito yakidai kuwepo kwa mpango wa makusudi wa kuvuruga kongamano la wanafunzi wa vyuo vikuu. Je, ni kweli vijana walitumwa na kulipwa ili kusababisha fujo? Au kuna mchezo mkubwa nyuma ya pazia? Leo tunachambua kwa kina kilichojiri. Usiondoke mpaka mwisho. Kauli iliyotolewa na John Heche, mmoja wa viongozi wa upinzani, imeibua mjadala mzito mtandaoni na miongoni mwa wadau wa siasa. Kupitia ukurasa wake wa X, Heche alieleza kuwa kulikuwa na juhudi zilizopangwa kuvuruga kongamano la wanafunzi wa vyuo vikuu CHASO, kwa madai kuwa baadhi ya vijana walitumwa na kupewa fedha ili kuzua taharuki. Kwanza kabisa, ni muhimu kuangalia uzito wa madai yenyewe. Heche anadai kuwa vijana kutoka UVCCM walilipwa kiasi kidogo cha fedha, takriban shilingi 50,000, ili kuzomea, kufanya fujo na hata kutoka nje ya ukumbi kwa makusudi ili kuharibu taswira ya kongamano hilo. Hili linaibua swali kubwa. Je, vijana wa vyuo vikuu wanaweza kweli kushawishika kirahisi kiasi hicho kufanya vitendo vya aina hii? Kwa upande mwingine, kuna hoja ya pili ambayo ni uwepo wa mawasiliano ya simu kati ya kijana mmoja na kiongozi anayetajwa kama Shangwe Mtei. Ikiwa madai haya ni ya kweli, basi yanagusa moja kwa moja suala la uadilifu wa kisiasa na matumizi ya vijana kama zana ya mapambano ya kisiasa. Lakini hapa ndipo uchambuzi unahitaji kuwa wa kina zaidi, kwa sababu hadi sasa haya ni madai ya upande mmoja. Hakuna uthibitisho huru uliowekwa wazi hadharani kuthibitisha mawasiliano hayo, wala uthibitisho rasmi kutoka vyombo vya dola au upande unaotuhumiwa. Hoja ya tatu inayozua mjadala ni kuwasili kwa polisi ghafla wakati kijana huyo akihojiwa. Heche anatafsiri tukio hilo kama dalili ya uwepo wa mpango ulioratibiwa. Lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanaweza pia kuhoji. Je, polisi walikuwa wakifanya kazi yao ya kawaida ya kuhakikisha usalama wa tukio kubwa la umma? Au kweli kulikuwa na taarifa ya awali iliyowafanya wawe tayari? Katika mazingira ya kisiasa kama ya Tanzania, matukio kama haya mara nyingi hubeba tafsiri mbili. Tafsiri ya kisiasa, propaganda na ushindani wa vyama. Na tafsiri ya kiusalama, udhibiti wa mikusanyiko na hatari zinazoweza kujitokeza. Pia, hoja ya Heche kuhusu hali ya fikra za vijana ni ya msingi zaidi kuliko tukio lenyewe. Anahoji kwa nini mwanafunzi wa chuo kikuu akubali kutumiwa kwa fedha kidogo kufanya vurugu. Hili linafungua mjadala mpana kuhusu uelewa wa kisiasa kwa vijana, hali ya uchumi na ukata, na nafasi ya vijana katika siasa za ushindani. Kwa ujumla, madai haya yanaibua maswali mazito kuliko majibu. Bila ushahidi wa pande zote, ni muhimu kwa umma kuwa makini na kuchambua taarifa kwa kina kabla ya kufikia hitimisho. Lakini jambo moja liko wazi: siasa za vijana nchini zinaingia katika hatua mpya, na kila tukio kama hili linaongeza joto kwenye mjadala wa mustakabali wa taifa. Unadhani hapa kuna ukweli au ni mchezo wa kisiasa? Andika maoni yako hapa chini, like video hii na subscribe kwa uchambuzi zaidi mkali kama huu.